Na mtazamaji, tukiachana taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ametoa wito wa kusimamishwa kwa ada ya nyumba, kupunguzwa kwa ushuru na kubadilishwa kwa mfumo wa kuamua bei ya mafuta, akidai kwamba kufanya hivyo kutawapa Wakenya mapato zaidi. Lakini kauli hizo, mtazamaji, zimejibiwa vikali na wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao wamedai Gachagua anatoa madai yasiyothibitishwa na kutafuta umaarufu wa kisiasa kupitia kuikashifu serikali. Gachagua anadai kuwa serikali inapaswa kutathmini baadhi ya sera zake za kiuchumi, hususan zile zinazoathiri moja kwa moja kipato katika familia. Anatoa wito wa kusitishwa kwa mpango wa nyumba za bei nafuu na mageuzi ya ushuru unaotozwa mafuta ili kuwapunguzia Wakenya mzigo wa maisha. As the party leader of this government to cushion the payslip, the affordable housing levy, reducing the pay tax burdens. This petroleum price framework, tax and increased net income. A predictable taxation regime of the high cost of living. Usimamizi wa rasilimali za umma, mbali na kuelezea kufadhaishwa na mikopo ya serikali na fedha zinazotengewa miradi ya serikali. On the affordable housing, the Office of the Auditor General reports that legal and operational risks, utilization, including untraceable international low fund absorption and missing land ownership documentation. Further, the levies deducted are invested in a financial service firm licensed by the Capital Markets Authority. Their fees determined how much. Hata hivyo, matamshi ya serikali na wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa kwenye bunge la taifa Kimani Ichung'wah aliyesema hayana msingi wowote. The dishonored Rigathi is playing very petty politics with the country's security and its agencies. He has made numerous wild and frivolous allegations without proof. When Baba died and he was being buried in Bondo, all the leadership of this country, both in government and in opposition, were present. Did you see anyone looking like Rigathi Gachagua there? No. Up to today, he has not even gone to the family of Raila to tell them pole. Wabunge hao walitetea rekodi ya uchumi wa taifa unakuwa kwa takriban 5% na kwamba miradi ya serikali inainua maisha ya Wakenya. Walitaja halmashauri ya afya ya jamii SHA, nyumba za bei nafuu na mradi wa kazi majuu kwa baadhi ya mifano ya ufanisi wa serikali.